Mtazamaji wa Channel 10 Plus, bila shaka hujambo na karibu katika taarifa ya habari ya usiku wa leo. Mimi ni Salma Shabani. Katika michezo utakuwa naye Esther Mtebe. Tuanzie huko mkoani Mbeya. Baada ya serikali kukamilisha ujenzi majengo matatu ya kutolea huduma kwa wagonjwa katika hospitali ya halmashauri ya jiji la Mbeya Igawilo, hospitali hiyo inahitaji vifaa tiba ikiwemo vitanda, magodoro na mashuka ili majengo hayo yaanze kutoa huduma kama ilivyokusudiwa. Taarifa ya Rozi Chapewa inafafanua zaidi kutoka huko Mbeya. Kaimu mganga mkuu wa jiji la Mbeya Daktari Shabani Mzirai anasema mbali na ujenzi wa majengo mapya, pia serikali imefanya ukarabati mkubwa wa chumba cha upasuaji na kwamba vifaa tiba vingi vinahitajika. Tuna ujenzi wa wodi 2 za upasuaji, lakini pia jengo ambalo tuko mbele yake nalo linakamilika, jengo jipya. Kwa hiyo tunahitaji vifaa vingi, tunahitaji vitanda vingi, magodoro kama mlivyoanza kuleta. Kwa hiyo tunaamini vitasaidia sana na vitapunguzia serikali gharama ambayo tungeitumia kwa mapato yetu ya ndani kama kituo. Imetupunguzia huo mzigo. Wadau wa afya wamejitokeza na kutoa msaada wa vifaa tiba ikiwemo vitanda na magodoro. Msaada huu umehusisha vitanda vya wagonjwa, taulo au nepi tuseme za watoto ambazo zitasaidia watoto wachanga, lakini pia mashuka ambayo yatatumika katika kufunikia vitanda. Hii ni sehemu tu mojawapo ya mpango wetu wa kurudisha kwa wateja wetu. Kwa hiyo leo tuko hapa Igawilo kwa ajili ya vifaa tiba kwa sekta ya afya. Sekta ya afya ni moja ya sekta ambayo tunaipa kipaumbele sana, kwa sababu eneo la afya ni eneo ambalo tu linagusa taifa ama mkoa, lakini ni eneo ambalo linagusa kaya, linagusa mtu mmoja mmoja katika maendeleo ya kila siku. Uwezo kufanya chochote kama afya yako itakuwa haiko imara. Hospitali hii ya Igawilo inatajwa kupokea wagonjwa wa ndani na wa nje zaidi ya 2000 kwa mwezi, wakati wanawake wanaojifungua ni zaidi ya 300 kwa mwezi. Kutoka hapa katika hospitali ya jiji ya Igawilo, halmashauri ya jiji la Mbeya mkoani Mbeya, mimi ni Rozi Chapewa wa Channel 10. Leo Jumamosi kumefunguliwa mjini Istanbul mkutano wa siku 2 wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Mataifa ya Kiislamu OIC unaofanyika katika muktadha wa mzozo unaoendelea kati ya Irani na Israeli. Kulingana na shirika la habari la Uturuki Anadolu, mamia ya washiriki wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo. Miongoni mwao ni mawaziri wapatao 43 na wawakilishi wa ngazi za juu wa Umoja wa Mataifa na nchi za Kiarabu. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi tayari amewasili Istanbul kushiriki mkutano huo unaofanyika siku moja baada ya Araghchi kufanya mazungumzo mjini Geneva juu ya suluhisho la kidiplomasia katika mzozo huo na mawaziri wenzake wa mambo ya nje kutoka mataifa ya Ulaya, ikiwa ni pamoja na John Wadephul wa Ujerumani, Jean-Noel Barrot wa Ufaransa na David Lammy wa Uingereza. Makabiliano kati ya Israeli na Iran yameingia katika wiki ya pili, huku mashambulizi ya kila upande yakiendelea licha ya kuwepo juhudi kadhaa za kidiplomasia ili kutuliza hali ya uhasama baina ya nchi hizo mbili. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa muda wa wiki 2 ili kupisha juhudi hizo za kidiplomasia kabla ya kuamua iwapo jeshi lake litashambulia au la vinu vya nyuklia vya Iran. Maafisa wa Ulaya wameonyesha matumaini yao kwa mazungumzo yajayo. Aidha, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema yuko tayari kuendelea na majadiliano, lakini akasisitiza kuwa Teherani haina nia ya kufanya mazungumzo na Marekani ikiwa Israeli itaendelea kushambulia. Afisa mwandamizi wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ametahadharisha kwamba kutashuhudiwa maafa makubwa ikiwa mzozo huo kati ya Israeli na Irani utaendelea, huku akitoa wito wa usitishwaji mapigano. Mkuu wa wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa amewataka wazazi mkoani Rukwa kusimamia kikamilifu maadili na malezi ya watoto ili kuepusha na vitendo vya uzururaji na kuwa omba mjini Sumbawanga. Wilbrod Sumia anaarifu zaidi kutoka Rukwa. Akifungua kikao cha baraza la wazazi wilaya ya Sumbawanga mjini, mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyankia Ali Chilukile
Amesema uwepo wa watoto wa mitaani na ombaomba ni matokeo ya malezi yasiyozingatia maadili katika jamii. Hivyo jumuiya ya wazazi inatakiwa kujitathmini na kuchukua hatua. Je, jumuiya ya wazazi leo tunasimamia maadili? Kwa sababu wanaotukana kwenye mitandao na maeneo mengine yote ni vijana wenu. Kwa hiyo tunao wajibu mkubwa wa kusimamia maadili kuanzia ngazi zote, kwa sababu kila ngazi jumuiya ya wazazi ipo. Tunao watoto wengi wanaotembea hapa mtaani na ukipita wanakuomba wanafanya nini na nini na nini. Lakini wako mabinti leo shehe mtihani, lakini tunasema ndo dunia utandawazi. Baadhi ya wajumbe wa kikao hicho wameungana na mkuu wa wilaya kuzungumzia umuhimu wa malezi bora kwa watoto na maadili katika jamii. Sasa hatuwezi kuvumilia. Lazima turudishe nidhamu. Rushwa itatupeleka pabaya viongozi, na yote haya yanaletwa kwa sababu ya makundi, na makundi ndani ya chama ndio yanayoua, ndio yanayotumaliza. Walio wengi viongozi tumekuwa vibaraka. Nikiripoti kutoka Sumbawanga mkoani Rukwa, Wilbrod Sumia, Channel 10. Vyama vikuu vya ushirika mkoani Mtwara, TANECU na MAMCU vimetoa msaada wa vyakula na vifaa mbalimbali vya shule katika kituo cha watoto yatima Mikindani Yatima Foundation na Upendo Rehabilitation Day Center ambacho kinahudumia watoto wenye usonji na changamoto ya viungo yenye thamani ya shilingi milioni 3. Adam Malima kutoka mkoani Mtwara ana taarifa kamili. Akipokea msaada huo wa chakula na vifaa hivyo, meneja wa kituo cha Upendo Rehabilitation Faustini Ikeha amewashukuru wanaoshirika mkoani Mtwara, ambapo ameeleza kuwa vitaenda kuwasaidia katika vituo vyao. Pia ameomba wadau wengine kujitokeza ili kuwasaidia. Tunategemea msaada huu utaboost mahitaji mbalimbali ya wanafunzi, sana sana kwenye upande wa malezi na pia kwenye upande wa chakula. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa msaada mliotupatia. Tunashukuru kabisa, Mwenyezi Mungu awazidishie walipotoa. Tumepokea zawadi mbalimbali kutoka kwa shirika letu hili la Mtwara. Tunashukuru na tunadhania kama hii mara ya pili ambao wanatutembelea wanashirika hawa. Nashukuru wanashirika kutuletea zawadi. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu awajalie. Na sisi hapa kutokuwa katika mambo ya masomo mengine, si hatuna madaftari nini tunaweza tukapata. Kwa upande wake, mjumbe wa kamati kuu ya maendeleo ya ushirika mkoani Mtwara, Paulo Anania, ameeleza kuwa vyama vya ushirika vitaendelea kutoa misaada ili kuhakikisha jamii inafaidika na ushirika walionao. Sisi kama wanaushirika kwa leo tumeona tusaidie juhudi ambazo zinaendelea kufanyika katika kituo hiki, hususan katika swala zima la kuwawezesha watoto kupata chakula na mahitaji mengine ili waweze pia kuishi vizuri katika kituo hiki. Tutaendelea kuboresha jukwaa la mwakani, tutaongeza zaidi kile ambacho tunakitoa kwa jamii, lakini pia tutaona namna ya kuwafikia na watu wengi zaidi. Niwapongeze wanaoshirika mkoa wa Mtwara kwa upendo ambao wameonyesha kwa kituo hichi, kwa kuwasaidia mahitaji mbalimbali ambayo yanaenda kuwasaidia watoto hawa wenye hitaji la kiafya, lakini na masuala mengine kwa ajili ya kuendesha kituo chao. Kutoka mkoani Mtwara, Adam Malima, Channel 10. Endelea kuangalia taarifa ya habari kutoka hapa Channel 10 Plus, mtazamaji, na sasa tuangaze huko mkoani Ruvuma. Serikali kupitia Wizara ya Ujenzi imetoa shilingi bilioni 110 kwa ajili ya ujenzi wa barabara ya kiwango cha lami kilomita 60 kutoka Likuyufus hadi Mkayokayo katika halmashauri ya wilaya ya Songea mkoani Ruvuma kwa lengo la kufungua fursa za kibiashara na uchumi baina ya Tanzania na nchi ya Msumbiji. Ditha Nyoni kutoka Ruvuma ana taarifa zaidi. Awali akitoa taarifa ya ujenzi, kaimu meneja wakala wa barabara Tanzania TANROADS mkoa wa Ruvuma, Mhandisi Ferdinand Mdoe, amesema mradi unatekelezwa na kampuni ya China First Highway Engineering kwa mkataba wa miezi 27
kupitia fedha za ndani, huko zaidi ya shilingi bilioni 5 zinatarajia kulipwa kwa wananchi waliopisha mradi. Hapo shughuli zinazotarajiwa kutekelezwa baada ya design ile ni ujenzi wa barabara kwa kiwango cha lami nzito yenye upana wa mita 6.5, njia ya magari na mabega ya upana wa mita 1.5 kila upande, ujenzi wa barabara yenye umri usiopungua miaka 20, maeneo ya upana wa ziada yenye mipando yani climbing lengths 11, na ujenzi wa makalvati 154, madaraja 16 madogo na madaraja makubwa mawili. Mradi huu pia utahusisha usimikaji wa taa za barabarani 240 zikigusa kila kijiji. Afanye kazi kwa mujibu wa mkataba na kwa viwango vinavyohitajika vya barabara. Tumeambiwa barabara hii ikikamilika itadumu zaidi ya miaka 20. Kwa upande wa waziri wa afya na mbunge wa jimbo la Peramiho Jenista Mhagama, ambaye alikuwa mgeni rasmi katika hafla ya kutambulisha mradi huo kwa wananchi, amesema barabara hiyo itafungua fursa za kiuchumi, kurahisisha usafiri na usafirishaji wa bidhaa, pamoja na swala la zima la usalama kwa kuwa inaunganisha na nchi ya Msumbiji. Mradi huu tuutunze kwa kuhakikisha hatuibi vifaa. Kila mwananchi kwenye mradi huu toka Likuyufusi mpaka Mkayukayu hakikisha anakuwa mlinzi wa mwenzake. Kwanza, mradi huu ni sehemu na juhudi za serikali katika kuboresha miundombinu ya barabara kama kichocheo cha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Tusaidie sisi kupitisha mizigo yetu kwa urahisi kupeleka mjini. Mazao mengi tunalima litapwasi, mahindi, soya, alizeti, mbazi, choroko. Kwa hiyo tunavyopeleka tunapeleka kwa shida, lakini hii lami itatusaidia sana. Kwanza mimi niseme kwa asilimia kubwa nimshukuru Mheshimiwa Rais. Kutoka Ruvuma, Ditanyoni, Channel 10. Rais wa Marekani Donald Trump amejipongeza kwa kuwezesha makubaliano ya amani yaliyojadiliwa mjini Washington kati ya Kongo na Rwanda, lakini akalalamika kwamba hatopata tuzo ya amani ya Nobel kwa juhudi hizo. Akithibitisha kuhusu makubaliano hayo yaliyofikiwa na mataifa hayo mawili ya Afrika Mashariki na ambayo yanatarajiwa kusaini rasmi mkataba wa amani wiki ijayo mjini Washington, Trump kupitia chapisho lake kwenye mtandao wa Truth Social amesema ilikuwa ni siku njema kwa Afrika na kwa dunia nzima. Trump ameongeza kuwa amekuwa akipuuzwa na kamati ya Nobel ya Norway kwa jukumu lake la upatanishi kati ya migogoro mbalimbali ikiwa ni pamoja na ule wa India na Pakistan pamoja na Serbia na Kosovo. Pia alitaka kutambuliwa kwa juhudi zake za kudumisha amani kati ya Misri na Ethiopia na kusimamia mkataba wa Abraham uliopelekea msururu wa makubaliano yaliyolenga kurejesha uhusiano kati ya Israeli na mataifa kadhaa ya Kiarabu. Jeshi la Israeli limesema leo kuwa limemuua afisa wa ngazi ya juu wa Iran anayesimamia uratibu wa kijeshi wa kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas katika shambulio kwenye eneo la Qom kusini mwa Tehran. Katika taarifa, jeshi hilo limesema kuwa ndege za kivita za Israeli zililenga kumuua kamanda wa kikosi cha Quds cha Palestina Said Izad, ambaye pia ni mratibu mkuu kati ya utawala wa Iran na kundi la kigaidi la Hamas. Wakati huo huo, jengo la makazi kaskazini mwa Israeli limelengwa na drone baada ya jeshi kuripoti kuhusu uvamizi katika bonde la Beit Shean. Hayo ni kwa mujibu wa mashuhuda. Aidha, huduma ya kitaifa ya dharura ya matibabu ya Israeli imethibitisha kuhusu tukio hilo na kuongeza kuwa timu zake za uokoaji hazikupata majeruhi wowote zilipowasili eneo la tukio. Naam, kufuatia mabadiliko ya sera ya elimu ya ufundi iliyosukumwa kufanyika kwa mabadiliko ya mitaala ya elimu hapa nchini, serikali imeanza rasmi mpango mkakati maalum wa kuongeza walimu kwa shule za sekondari na vyuo kwa kutoa mafunzo ya fani ya umeme, ushonaji na bomba ya hatua ya 3 kwa wasichana 80. Elia Kimani anaripoti kutoka Babati mkoani Manyara. Mkurugenzi wa vyuo vya VETA kanda ya kati yenye mikoa ya Dodoma, Singida na Manyara, Ramadhani Mtaka,
amesema mpango huu ambao pia unawaruhusu wasichana wenye shahada kusoma fani hiyo, ambapo serikali umekichagua chuo cha VETA Gorowa wilaya Babati mkoani Manyara kutoa mafunzo hayo yatakayotoa ajira ya moja kwa moja rasmi. Tumekaa management tukasema chuo kitakachotoa wasichana peke yake ni chuo cha VETA Gorowa level 3. Sasa tumechagua eneo hili hasa kuhamasisha, kwa sababu eneo hili tunalifahamu kabisa mkoa wa Manyara ni mkoa wa ufugaji. Tumekichagua chuo cha VETA Gorowa kwa ajili hiyo, kuhakikisha kwamba ajira ya wanawake katika mkoa wa Manyara na mikoa mingine yote inapatikana kupitia sasa Gorowa, kwa sababu wasichana watakuwa wengi watakuja hapa. Akizungumzia maandalizi ya kuwapokea wasichana hao wenye utayari, mkuu wa chuo cha VETA Gorowa Joshua Matagane amesema mpango huo hautakuwa na malipo ya karo na kwamba mpango huo umekamilika kwa 93% hadi sasa. Lakini sambamba na hilo, tumeweza sasa hivi kukamilisha ujenzi wa bweni la wasichana ambalo kwa ujumla wake unaweza kuchukua takriban wasichana 80 ambao sasa wataanza mwezi huu wa 7, ambapo tutachukua level 3 tu kwa ajili ya kuendelea. Fani tulizonazo ni 3 kwa sasa: umeme wa majumbani, ushonaji, ubunifu mitindo na teknolojia ya nguo, lakini pia tuna fani ya ufundi bomba, tunaita plumbing and pipe fittings. Lakini itakapofika mwezi Januari mwaka 2026 tutaongeza fani nyingine 4. Baadhi ya wanakijiji cha Yasanda na wanachuo wamewataka wahitimu wa shahada ya kwanza na wasichana wasiokuwa na fani kuacha tabia kudharau mafunzo ambayo yatawapa ajira kwenye shule za mahali. Nafsi nimefurahishwa sana na hii fursa ya mtoto wa kike kupewa kipaumbele. Na wahusia kwamba waje wasome VETA wapate ujuzi na waweze kuna market. VETA sasa hivi ni fursa. Kama hizo fursa zinatokea na mtu unakuwa hapo nyumbani umesoma degree, umesoma masters lakini hauna kazi, lakini VETA tayari kuna fursa. Kutoka wilayani Babati mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani, Channel 10. Tukitoka huko mkoani Manyara sasa tuelekee katika ukanda wa nyanda za juu kusini, ambapo wasichana wanaojifunza ufundi na ushonaji pamoja na urembo katika taasisi ya Sigula Wezesha Foundation ya Sumbawanga mkoani Rukwa wameomba serikali kuanzisha vituo vitakavyotoa mafunzo ya ufundi bila malipo ili kuwapa fursa waliokosa nafasi za kuendelea na masomo ya juu. Wilbrod Sumia anaarifu kutoka huko mkoani Rukwa. Vijana hao licha ya kumshukuru muasisi wa taasisi hiyo inayotoa mafunzo ya awali kwa vijana bila malipo yoyote, wamekuwa na ombi kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumekuja mahali hapa kwa fursa. Tunamshukuru sana Sigula. Nilikuwa naomba kwa Mheshimiwa Rais wetu Samia Suluhu Hassan, na yeye angejitolea kuwezesha vijana wengine, afungue kama vituo kama hivi viwe bure, kwa sababu kuna vijana wengi mitaani ambao wanatamani fursa kama hii kujitokeze na wenyewe wawezeshwe. Tunamshukuru sana Silvia kwa kutuwezesha sisi vijana. Tulikuwa tunatamani tupate fursa kama hizi, lakini tulishindwa kuzipata kutokana na hada zilizo kwenye taasisi kama hizi, na tulikuwa tunaomba Rais Samia aweze kutusaidia kwenye hivyo vyuo vya VETA, aweze kutoa hata ada ili angalau tuweze kupata. Mratibu wa kituo cha Sigula Wezesha Foundation amesema zaidi ya vijana 300 wamenufaika na mafunzo ya ufundi bila gharama. Mafunzo haya yote yanatolewa bure kabisa, au vijana wanajifunza bure kabisa, gharama zote anazibeba Mheshimiwa Silvia Francis Sigula. Mpaka sasa hivi tuna vijana zaidi ya 300 ambao wamejiandikisha wanahitaji mafunzo haya. Kwa maana hiyo, uko mbeleni kama taasisi inaweza kuzidiwa, inaweza kupata ufinyo wa darasa, lakini pia ufinyo wa vifaa na gharama za uendeshaji. Hivyo tunaomba serikali, tunaomba wadau mbalimbali, tunamuomba Mheshimiwa Rais kama ataona maono haya basi aweze kutunga mkono. Kutoka mkoani Rukwa, Wilbrod Sumia, Channel 10. Mfuko wa Taifa wa Bima ya Afya NHIF umewasihi wananchi kubadili mtindo wa maisha, ikiwemo kuepuka tabia bwete ili kujikinga dhidi ya magonjwa yasiyoambukiza NCDs ambayo yanagharimu zaidi ya shilingi
yanagharimu zaidi ya 60% ya shilingi bilioni 700 zinazolipwa na mfuko huo kwenye vituo vya matibabu nchini kwa mwaka. Taarifa zaidi na Amani Mbando kutoka Dodoma. Wito wa mfuko huo umetolewa jijini Dodoma na meneja wa uhusiano wa NHIF James Mlowe kwenye banda la maonesho la taasisi hiyo ya umma ambayo inashiriki maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma kwa kutoa elimu kwa watumishi na wananchi wanaohudhuria maonesho hayo kuhusu umuhimu wa bima ya afya. Wastani kwa mwaka tunatumia zaidi ya bilioni 700 kulipia matibabu kwenye vituo vya afya vinavyohudumia wanachama wetu. 60% ya kiasi hicho kinatumika kutibu magonjwa sugu yasiyoambukiza na communicable diseases. Sasa mnaweza mkaona, na hayo yanaweza kuepukika kama jamii ikiweza kupata elimu sawasawa, na tutakuwa tumepunguza tatizo kubwa. Badala ya kusubiri tutibu, tutoe sana elimu ili watu waepukane na mfumo mbaya wa maisha, mtindo mbaya wa maisha, ili waweze kuepuka magonjwa sugu yasiyoambukiza au non-communicable disease. Kwa hapa tunatoa pia elimu na kuwashauri watu wajitahidi ili tupunguze matumizi makubwa ya pesa nyingi tunazotumia, zaidi ya 60% ya malipo, ili zikaweze kuimarisha na kuboresha huduma zetu kwenye maeneo mengine. Taasisi mbili za afya ambazo kwa asilimia kubwa zinashughulika na magonjwa yasiyoambukiza kwa maana ya taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI na taasisi ya saratani ya Ocean Road zinaeleza kuwa ni muhimu kwa jamii kufuata mtindo bora wa maisha hasa katika lishe ili kuepuka maradhi hayo. Tunapobalance kwenye mlo ndipo tunaweza kupata jamii ambayo ina afya nzuri na afya bora, lakini pia tutaepuka magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, kwa mfano pressure, kisukari na magonjwa mengine kama haya. Tunaendelea kuiasa jamii kwamba tunaweza kuondoa saratani zetu kwa zaidi ya 75% kwa kuzingatia mfumo bora wa maisha, kwa kuepuka vilevi, matumizi ya tumbaku, kuhakikisha tunakula mlo mzuri unazingatia vyakula vyenye uwiano, matunda na mboga mboga. Maadhimisho ya wiki ya utumishi wa umma yanayoendelea hapa jijini Dodoma yanaenda sambamba na kauli mbiu kuwa himiza matumizi ya mifumo ya kidijiti ili kuongeza upatikanaji wa taarifa na kuchagiza uwajibikaji. Amani Mbando, Channel 10, Dodoma. Mtazamaji, sasa tuelekee katika habari za biashara.